ndugu mkubwa anaingia before giza, ndugu mdogo wa pili ama wa katikati wanaingia na giza, yeye anaingia sasa na kukucha asubuhi na nini kunaadhiniwa, ndiye anaingia ndani ya nyumba. Mtoto wa mwisho ambaye ndio tutasema ndio ni mtoto wa tatu, lakini tunahesabu mtoto wa mwisho. Kawaida yeye ni always ni mtu fani. Yani kawaida ndiye anachesha watu nyumbani, ufurahisha watu nyumbani, alafu yeye ni kipenzi cha watu nyumbani, kila mtu kwa sababu ndio wa mwisho. Yeye upendwa, udekezwa na vitu kama hizo. Alafu yeye ni more creative kuliko mtoto wa pili. Yeye unajua sasa amekuja time yenye wazazi hawana ile historia kwamba usifanye, usinini, usiende, usini. Yeye sasa unakuta kuna vitu mingi ambazo labda mtoto wa kwanza hakufanya wala mtoto wa pili hakufanya, yeye atafanya, na wazazi hata sio tu kwamba hawatamkataza, bali wataambia fanya, ni vizuri. Ambayo ukiangalia mtoto wa kwanza alikuwa akikataza, hiyo si kitu mzuri. Wa pili alikuwa anaambia okay, ni bora usifanye. Mtoto wa tatu anaambia fanya, hata wanamsupport, wanamfanyia, labda hata kama ni kitu ya kununulia atanunuliwa na atasaidiwa. So mtoto wa mwisho mostly huwa ni creative kwa sababu ya hiyo opportunity ambayo wazazi wamepata. Alafu ongezea pia ni creative kwa sababu wenzake huwa wanamsupport pia, kwa sababu ya kuna zile vitu ambazo upungufu ambazo walikuwa konazo ama vitu ambazo walikuwa kona experience kama maisha za utotoni, wanamsaidia ndugu yao ndio kidogo. Sasa kwa upande ya kugrow kwa vitu zingine anakuwa ni haraka, kwa sababu anapata support ya wazazi na anapata support ya ndugu zake na dada zake ambazo walikuwa hawana. Sasa wanamsaidia ndugu yao mdogo kukua ako nini